Tunawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mtukubalie kuzipokea salamu zetu wapendwa wenu toka kundi la Jesus is Coming Soon. Bwana Yesu atubariki sote kwa ujumla. Mbele ya kusema ujumbe ambao tumepewa, tutamuomba Mwenyezi Mungu kwa kuweka kipindi hiki mikononi mwake ili aweze kutuongoza, tusiweze kuyasema mapenzi yetu bali tuseme yaliyo mapenzi yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo niko mbele za umati wa watu wako, niko mbele za uso wako na mbele za watakatifu na wapendwa wako. Naomba Bwana useme nasi kwa siku ya leo nitakapozungumza ujumbe huu ambao umenipa. Jehova, nipe nguvu, nipe uweza na ujasiri, nipe utakatifu wako, nipe elimu na hekima ili niweze kuyanena yaliyo mapenzi yako. Ninacho kiharibu ni nguvu za giza zinazoingilia kati. Ni nguvu za giza zinazoleta vurugu na uharibifu na ushambulizi na uibaji wa maneno yako. Ninakwenda kuharibu nguvu hizo za giza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Ujumbe huu Bwana ukawafikie walio wengi, wapate kuwasaidia na kutendeka katika maisha yetu. Jehova, ninakusihi Roho wako Mtakatifu aweze kunena na mioyo yetu. Mimi Bwana nisionekane bali wewe Kristo uonekane kunena ujumbe huu. Jehova, naomba uongozi wako uniongoze ili nisinene yaliyo akilini mwangu bali niseme yatokayo kwa moyo wa Roho wako Mtakatifu. Damu ya Yesu ifunike ujumbe huu ili muovu na waovu wasije wakaiba na kunyang'anya na kutenda uhalifu na uharibifu. Katika jina la Yesu na unyunyizia ujumbe huu damu yako Yesu ikaufunike na kuulinda. Najinyunyizia binafsi damu yako Yesu inifinike na kunichunga na kunificha. Hawanyunyizia wapendwa watakatifu watakaosikia ujumbe huu, na wanyunyizia damu ya Yesu kuwakinga na kuwafunika na kuwapa hekima na utafsiri uliye mwema. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru, naamini uko pamoja nasi mwanzo hadi mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Katika siku ya leo tunakuja na ujumbe huu ambao tumeweza kupewa na Bwana. Tunaenda kuzungumza mara moja ujumbe huu ili tuangalie unasema namna gani bila kukawia. Mara neno la Bwana likanijia, ndipo neno la Bwana liliponijia katika njia ya maono. Neno hilo linasema hivi: ndipo neno hilo liliponijia, nikaona watu wengi kabisa mno. Nao walikuwa ni watu wa Afrika ambao wanafanana na mimi kwa kueleza vizuri. Alafu ndipo niliona watu wengi, kikosi kikubwa, kikundi kikubwa mno. Watu hao walikuwa wengi sana. Wote niliwaona ni wa Afrika, ni wana wa Afrika, ni wa Afrike, ni watu wa Kiafrika ndio niliowaona. Nao walikuwa katika hali ya mchoko mwingi sana, maana nilionyeshwa walichoshwa na utumwa ambao unaitwa kwa lugha nyingine ya Kimombo ukoloni. Nikaona watu hao walikuwa wametapanywa wanaenda huku na huko, wengi mno, wengi sana tu, wakizunguka wakitembea huku na huko, walikuwa wengi sana. Alafu nikaona walikuwa na mchoko mmoja ambao mimi siwezi kuuelezea. Mchoko mkubwa sana, mchoko mwingi. Ndipo nikaelekezwa kwamba unaona mchoko huu ni mchoko wa ukoloni. Huu ni mchoko ambao unaona hawa wa Afrika au watu wa Afrika wako nao, ni mchoko wa utumwa. Ndipo niliona utumwa huo, nikaonyeshwa watu walioweka wale wa Afrika kwenye utumwa huo. Ndipo niliona wazungu wengi sana. Nikaona mara moja wakanionyesha kiongozi wa
wa Fransa, kiongozi wa Paris anayeitwa Macron. Ni Macron kama ni Emmanuel, najua hilo la Macron. Nikamwona huyu mwanaume kabisa, president wa Fransa, Macron. Nikamwona ndiye alikuwa anaongozana na wengine wazungu, wanaweka wale watu weusi kwa utumwa ambao hauelezeki. Ndipo mimi nilistaajabu sana kwa maono haya. Alafu nikaona yule Macron na wenzao wazungu walikuwa waongoza sasa wale watu wazungu, wale watu weusi walikuwa wengi kuliko hata wale wazungu. Alafu nikaona wakusanya, wanawapeleka kama vile watumwa, ni watumwa wao kabisa, wanawapeleka wamechoka, wanawapeleka kama vile mtu anaweza kupeleka mbuzi. Yaani niliona image hiyo ya utumwa huo ambao huyu president Macron alikuwa akiongoza hemo ndani wale watu weusi pamoja na wenzake. Ni utumwa ambao wewe ukiuona hauwezi tamani kumuona mtu ambaye anaweza kumweka mwingine katika utumwa wa namna hiyo. Basi ndipo niliona yule Macron ndiye alikuwa kama vile msimamizi wa wale wenzake wazungu. Alafu walikuwa na hasira na makali na utata ambao hauelezeki. Yaani kuna mtu anaweza akakuambia fanya hivi akakuhurumia kama binadamu, lakini huyo Macron na hao wenzake hawakukuwa wanahurumia mtu mweusi. Hawakukuwa na huruma hata kidogo kama ile huruma ya kibinadamu. Walikuwa kama vile hali ya unyama ambao walioyatendea wale watu wa Afrika. Mungu atusaidie sana wapendwa. Alafu baada ya hapo ndipo nikaanza kuona wale wazungu pamoja na kiongozi wao Macron wa Fransa, president wa Fransa, akaanza kusema eti imbeni nyimbo, mujigrupe na kujiunda kama kwaya ili muweze kutuimbia sasa. Muimbe nyimbo mtuimbie. Mtu ni mtumwa lakini unaambiwa uimbe wimbo wa kushangilia na kufurahi. Na wewe uko kwenye utumwa, kwenye ukoloni, utaimba namna gani? Je, utaimba unacheka au utaimba na huzuni? Alafu ndipo nilionyeshwa neno hilo, nikasikia moyo wangu unaumia zaidi kuliko. Alafu mtu anaweza kuimbisha mwingine na yuko kwenye uchungu wa namna hiyo wa utumwa. Baada ya hapo nikaona wale watu weusi wanaanza kujiandaa eti wanataka wawaimbie wale wazungu. Kwa sababu Macron kashaongea, wanatetemeshwa, wanaogopeshwa na kuofishwa, siwezi jua, lakini kusimulia au kuzungumzia huo uoga na hofu walikuwa wakiwaofisha wale watu weusi. Bwana Yesu atusamehe na Bwana tusaidie hakika. Lakini neema ya Mungu imetufikia wana wa Afrika. Alafu ninaangalia hapa mahali nilipo yaandika. Sasa nikaona huo utumwa ulichukua muda mrefu sana wakiwa kwenye vifungo vya utumwa na ukoloni huo. Muda mrefu mwingi sana, niliona ni muda mwingi mpaka watu wamechoka. Lakini wanatumiwa tu kwa ukoloni na utumwa huo. Basi ndipo nilipoona kolonizasio hiyo ya wazungu kwa wa Afrika, watu akiwemo kiongozi wao Macron, president wa France. Waliwatesa kimaajabu. Yaani waliwatesa hao watu weusi kimaajabu. Alafu walipowaambia kwamba wajiunge, wajigrupe ili wawaimbie. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndipo nilipoona wakiwafanyia hiyo kazi kwamba wajigrupe wawaimbie. Ndipo niliposikia mara moja kwamba ni muda wa kuwaruhusu wana wa Afrika kukombolewa na kutolewa katika utumwa na ukoloni huo. Bwana Yesu atusaidie sana. Eti kwamba muda umefika watu wa Afrika
wasiwe tena katika utumwa huo walio uteswa ndani. Yaani tumefunguliwa na Bwana. Ndipo hapo nilipoona wale watu waliambiwa kwamba hakuna tena kuimbishwa na hakuna tena kufurahia utumwa tena. Maana ni muda umefika wa kufunguliwa na kukombolewa kwa wana wa Afrika. Bwana Yesu atusaidie ili kwamba tupate kuelewa ujumbe huu wa mwongozo wa Roho wa Bwana. Tutauelewa na tutakwenda kufunguliwa, na tumekwenda kufunguliwa fikra zetu wana wa Afrika. Iweni werevu. Huu ni muda wa kufunguliwa kwetu. Huu ni muda wa ufungulivu kwa bara la Afrika na taifa la Afrika. Hatuko tena katika utawala wa kuongozwa katika hali ya utumwa. Huu ni muda umefika wa kufunguliwa kwetu wana wa Afrika. Kumbuka kipindi kilichopita, kwa miaka iliyopita, Bwana aliwahi kuniambia na kunifunulia neno kuhusu ukombozi wa fikra kwa wana wa Afrika. Hivi sasa nimepewa ujumbe ya kwamba tumewekwa huru. Hakuna tena kuimba na kuimbishwa na kuwa katika hali ya ukoloni. Bwana tayari ametufanyaje? Ametufungua. Lakini alianza kuzifungua na kutuambia kwamba tuwe wise, tuwe wenye busara, tuwe wenye hekima, tuwe wenye maarifa, tuwe wenye akili, tukombolewe fikra zetu wa Afrika. Halafu kipindi hiki Bwana ameniambia ukombozi na ufungulivu kwa taifa la Afrika, kwa wana wa Afrika, umetujia na umekwisha kufika. Unajua, mtu ambaye alizoea kufungwa, ng'ombe, inaleta mfano, ng'ombe akizoea kufungwa, akifunguliwa anaambiwa nenda ukale, nenda ukatembee. Kwa sababu amezoea kufungwa pale, yule ng'ombe huwa anabaki pale. Sasa wewe mwana wa Afrika, tumekwisha kuwekwa huru na kufunguliwa. Tazama ni muda sasa wa kuangaza. Tazama ni muda sasa wa kutoka kwenye vifungo walivyotufungia hemo vya ukoloni. Huu ni muda wa kupiga hatua na kuondoka mahali tulipofungiwa katika utumwa. Usibaki hapo kwamba ningali hivyo kuwahofu wazungu na kuwa kolonize na wao. Hapana, ni muda wa Bwana alishatufungua. Sasa tumekuwa huru, tupige hatua tukafanye na mengine. Pana kuambiwa tena uue mwenzako mweusi na ufanye hivyo. Tumekwisha kuwekwa huru na tumefunguliwa. Ndipo sasa nilipojiwa na neno hili. Nalo ni neno linasema ya kwamba katika kitabu cha Zaburi 137 mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Zaburi 137 mstari wa kwanza hadi 7. Neno linasema likituambia, kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni, katika miti iliyo katikati yake. Maana huko walituchukua mateka, walitaka tuwaimbie, na waliotuonea walitaka furaha. Tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni. Mstari wa 4. Tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? 5. Yerusalemu,
nikikusahau wewe, mkono wangu wa kuume na usahau. 6. Ulimi wangu na ugandamane na kaakaa la kinywa changu, nisipokukumbuka, nisipokuza Yerusalemu zaidi ya furaha yangu iliyokuu. Bwana, uwakumbuke wana wa Edomu siku ya Yerusalemu, waliosema, bomoweni, bomoweni hata misingini. Amen. Tunaweza hata kushuka huku mpaka 9. Lakini acha kwanza tuweze kusema juu ya hili neno ambalo limefuatana na mesaje hii ambayo niliyoipewa. Sio muda tena wa kuimba. Hapana, hatuwezi kuimba katika nchi ya ugenini. Hatuwezi kuimba tukiwa katika utumwa. Hamna. Bwana Yesu atusaidie na Bwana atuweke tujue kwamba tumeshakombolewa, tumeshawekwa huru, ili tuweze kubanduka katika vifungo tulivyovifungwa kwa miaka mingi. Huu ni ufungulivu wa mwana wa Afrika kuweza kuondoka katika vifungo vya miaka mingi. Usibaki hapo kwamba ukiwa hofu na kuwaogopa watanifanya hivi, hamna chochote watakachokifanya, maana ni muda wa Mungu umeshafika. Ndipo hapo nilipoona nchi yangu ya Kongo. Nikaona wana wa Kongo. Ndipo nikaambiwa, unatazama, Ufaransa huu umeanguka. Kifaransa kwa nchi ya Kongo, ninakushuhudia mtakutana siku moja kimepigwa chini na kuangushwa na kubomolewa. Hamtasikia Kifaransa kikitawala tena kwa nchi ya Kongo. Maana ninakumbushwa wakati fulani kwa miezi iliyopita, Bwana nilifunulia hili jambo, akanionyesha ile mnara wa Paris wa France. Nikaonyeshwa ule mnara unaangushwa. Ndipo niliambiwa kwenye mnara huu wa France kumefanyika mambo mapotovu, mabaya, maovu, mabaya mno. Alafu Bwana amegazibika. Nao sasa nikaona ule mnara unavunjwa, unapigwa chini na kuvunjika na kusambaratishwa na kuharibika. Alafu hili neno la mnara wa France nililisema hapa, watakao kumbuka watakumbuka. Ndipo sasa nikaja kuambiwa, angalia mnara ulishaanguka. Ndipo niliona kunainuliwa na kusimikwa antene nyingine ambayo ni kubwa kuzidi huo mnara wa France, ambao ni mnara ulikuwa mtakatifu, mwema, mzuri, mkubwa wa kupendeza. Nikaona umeinuka katika nchi yetu ya Kongo. Enyi wana wa Kongo, jueni kama hii nchi ndio berso ya ulimwengu wote. Yaani hii nchi, kolta za Kongo, mali ya Kongo, dhahabu ya Kongo, kura ya Kongo ndiyo inakongea nchi hizi za Ulaya. Lakini wenye Kongo yao, wenye moto, wenye kura yao hawaikonge. Jua kama Kongo ikisema tunabloke, nchi za Ulaya wanaweza kulalamika, wanaweza kulia sana, kwa sababu hii nchi ndiyo imebeba nchi nyingi ulimwenguni. Utajiri wa nchi ya Kongo ndiyo unaolisha nchi nyingi za Ulaya. Lakini wanakuambia hawa Wakongomani nchi yao ndiyo, Kongo ndiyo ya kwanza, ndiyo ya mwisho kwa umaskini. Hasha, uongo huo, wanawadanganya. Huu ni muda wa kukombolewa, tumekwisha kufunguliwa. Tumeambiwa kwamba tumekombolewa fikra. Tayari sasa tumekatishwa zile kamba zilizotufunga za kuogopa na kuhofu hawa Wafaransa na watu wa Ulaya. Jueni kwamba tumesha kuwa huru, wana wa Mungu, wana wa Kongo, wana wa Afrika. Tumekwisha kuwa huru. Hakuna kuimba nyimbo katika hali ya utumwa. Hakuna kuimba nyimbo katika hali ya ugenini. Hakuna. Maana neno la Mungu limesema wazi. Bwana Yesu atusaidie sana. Hatutatafsiri sana kwa sababu ya kukomboa muda. Lakini ninasema ujumbe ambao nimepewa ni huu, kuhusu
ufungulivu wa wana wa Afrika umefika. Kama utabaki sasa ukizubaa hapo, hayo ni yako. Lakini cha muhimu nimeshakuambia kwamba ufungulivu umekwisha kufika wana wa Afrika tumefunguliwa tayari. Amen. Ipo neno linasema katika kitabu cha Zaburi 138 mstari wake wa kwanza mpaka mstari wa 8. Huu ni shukrani ya kuweza kuimba katika midomo ya wana wa Afrika. Huu ni muda wa kumshukuru Mungu, sio muda tena wa kuomba kufunguliwa. Vifungo vimekatikizwa na kufunguliwa. Tunasoma mara moja Zaburi ya 138 mstari wa kwanza hadi 8. Inasema hivi: nitakushukuru kwa moyo wangu wote mbele ya miungu, nitakuimbia zaburi, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Mungu ameikuza ahadi aliyotuahidia depuis mbele. Ameikuza ile ahadi yake aliyetuahidia kuliko namna anavyokuza jina lake. Mungu hukuza ahadi yake kuliko namna anavyokuza jina lake. Amen. Akisema jambo hata lipite miaka 1000, hata miaka ngapi, ni lazima Bwana atalitembelea na kulitimiza lile neno lake. Amen. Siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. 4. Bwana, wafalme wote wa dunia watakushukuru watakapoyasikia maneno ya kinywa chako. Naam, wataziimba njia za Bwana, kwa maana utukufu wa Bwana ni mkuu. Ingawa Bwana yuko juu, amwona mnyenyekevu, naye amjua mwenye kujivuna. Amjua mwenye kujivuna tokea mbali. Hawa wenzetu walijivuna sana kwamba wanatumiliki, wanatutawala, wanatuongoza kwa ubabe, lakini ni muda wao nao washushwe chini. Nijapokwenda kati ya shida, utanihuisha. Utanyosha mkono juu ya hasira ya adui zangu. Bwana ameunyosha mkono wake juu ya hasira ya adui zetu waliotuonea na kututesa na kutupeleka katika utumwa mzito wa miaka mingi. Na mkono wako wa kuume utaniokoa. Amen. 8 inasema Bwana atanitimilizia mambo yangu. Bwana, fadhili zako ni za milele, usiziache kazi za mikono yako. Bwana Yesu atusaidie. Tunashuka mara moja ili tuweze kusoma neno katika Yeremia, na hapa ndipo tutakomea kwa ujumbe huu. Neno la Mungu tunalisukuta katika kitabu cha Yeremia 31 mstari wake wa 16 hadi 23. Yeremia 31 Yeremia 31. Hata sitaki kuzungumza hivyo katika hizo lugha zao. Neno la Mungu linasema likituambia, Yeremia 31 mstari wa 16 hadi 23. Neno linasema likituambia hivi. Bwana asema hivi: zuia sauti yako usilie, na macho yako yasitoke machozi, maana kazi yako itapata thawabu, nao watakuja tena toka nchi ya adui. Ndivyo asemavyo Bwana.
Ndivyo asemavyo Bwana. Tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho, asema Bwana, na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe. 18. Hakika nimemsikia Efraimu akijililia hivi, umeniadhibu nami nimeadhibika, kama ndama asiye izoelea nira, unigeuze nami nitageuzwa, kwa maana wewe u Bwana Mungu wangu. 19. Hakika baada ya kugeuzwa kwangu nalitubu, na baada ya kufundishwa kwangu nalijipiga pajani, nalitahayarika, naam, nalifadhaika, kwa sababu naliichukua aibu ya ujana wangu. 20. Je, Efraimu siye mwanangu mpendwa? Je, siye mtoto apendezaye? Maana kila nisemapo neno juu yake ningali nikimkumbuka sana. Kwa sababu hiyo moyo wangu unataabika kwa ajili yake. Bila shaka nitamrehemu, asema Bwana. 21 inasema, jiwekee alama za njia, jifanyie miti ya kuongoza, uelekeze moyo wako kwenye njia kuu, njia ile ile ulioiendea. Rudi tena, bikra wa Israeli, irudie hii miji yako. Hata lini utatangatanga, binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamume. 23. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, watatumia tena neno hili katika nchi ya Yuda na katika miji yake, nitakapo warudisha mateka yao. Bwana na akubariki, kao la haki, mlima wa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe na Bwana asujudiwe. Jina la Bwana lihimidiwe na kubarikiwa. Alafu neno hili linazungumuza kwa ajili ya wewe ambaye ni Afrika. Ulipigwa na Bwana, lakini ulipojipiga kipajani katika paja lako, ukajikunguta ule uasi ulio muasi Bwana. Alafu kwa sababu wewe ni mpendwa wa Mungu, Bwana ameamua kukurudilia, ewe Efraimu wa Mungu, mpendwa wa Mungu. Bwana ameamua kukurudilia wewe Afrika. Alafu neno likanijia kusema, ambaye amemdharau kiumbe aitwaye mwanamke. Mungu amesema kwamba yeye ni muumbaji, aliumba, akaumba, akamaliza. Lakini neno hili linatujia likituambia tena eti Bwana ameumba jambo jipya duniani. Mwanamke atamlinda, siye mume wake, atamlinda mwanamume, sio atamlinda mumewe. Mwanamke atamlinda mwanamume. Amen. Wewe uliyedharau kiumbe kitwacho mwanamke, utafedheheka ukiona Bwana atakavyomtukuza huyu, kwa sababu aliumba jambo jipya. Mungu aliumba mara ngapi wapendwa? Tumwachie Mungu hesabu zake. Kalikile za Mungu tofauti na kalikile za wanadamu. Eti Mungu ameumba tena jambo jipya ulimwenguni, duniani. Mwanamke atamlinda mwanamume. Alafu
unajua sasa hapo pamefichwa siri kubwa ambayo wewe ukijiswali huwezi kupata jibu bila kuongozwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie kwa ujumbe huu, na Bwana atulinde. Hapa kumefichwa siri kubwa sana, lakini hii sijaruhusiwa kuizungumzia, lakini aliye na Roho wa Mungu ataelewa kwa makini tena kwa uwazi sana hili neno. Alafu wewe unaye mdharau huyo mwanamke, utapata cha mtemakuni, utapata ubumbuwazi. Bwana Yesu atusaidie. Ninasisitiza kukuambia mwana wa Afrika, tumefunguliwa. Tumefunguliwa, tumefunguliwa. Amen. Shalom, pokeeni neno la Bwana. Amen.